pamoja na ajira. Nina maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Pamoja na ajira. Nina maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Kutokana na mpango wa FYWP4, tumeona reli ya SGR ya kutoka Tanga, Arusha mpaka Musoma ipo kwenye mpango huu. Nini mpango wa serikali kuhakikisha inaingia ubia na kufanya PPP, kuhakikisha ujenzi wa reli hii unafanyika haraka iwezekanavyo kama ilivyo kwa reli ya Mtwara kwenda Mbaba Bay? Swali la pili, tunayo hoteli yetu ya New Musoma Hotel. Hiyo imekuwa ndio icon ya mkoa wa Mara na jimbo la Musoma mjini. Serikali haioni sasa ni muda mwafaka TRC kurudi kuinua hoteli hiyo ili kuweza kufungua fursa za ajira na kuvutia watalii na ili uchumi wa Musoma mjini uweze kuimarika? Nashukuru. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mgore Miraji Kigela, mbunge wa Musoma mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua umuhimu wa uendelezaji wa viwanda na uongezaji thamani katika kuchochea maendeleo kupitia mageuzi ya kiuchumi na kijamii. Hivyo kupitia mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, yani 2026, 2027, 2030, 2031, yani FYDP4, serikali imejipanga kutekeleza programu 7 za kielelezo, ikiwemo programu ya kitovu cha viwanda na uchumi wa buluu kanda ya Ziwa, yani Great Lakes Smart Industrial and Blue Economy Hub. Programu hii itatekelezwa katika mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga, Simiyu, Mara na Kagera, na inalenga kuunganisha uzalishaji viwandani, biashara, usafirishaji, shughuli za uchumi wa buluu katika ushoroba wa kanda ya Ziwa, ikiunganisha Tanzania na nchi za Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na DRC. Mheshimiwa Naibu Spika, programu hii inahusisha miradi shikizi, yani anchor projects, takriban 9, ikiwemo mradi wa reli ya SGR, ujenzi wa barabara mbalimbali, ujenzi na uboreshaji wa bandari na viwanja vya ndege, uendelezaji wa viwanda vya bidhaa za afya zinazotumia malighafi ya pamba na viwanda vya uzalishaji dawa, uendelezaji wa migodi mbalimbali ikiwemo mgodi wa dhahabu wa Kata Kiabakari Mara. Vile vile programu hii inajumuisha uendelezaji wa minyororo ya thamani ya kimkakati, yani strategic value chains, katika maeneo ya uvuvi, uchimbaji na uchakataji madini, kilimo hususan pamba na kahawa, ufugaji na kadhalika. Mheshimiwa Naibu Spika, hivyo programu ya kitovu cha viwanda na uchumi wa buluu kanda ya Ziwa inatarajiwa kutekelezwa sambamba na kipindi cha utekelezaji wa mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, yani 2026, 27, 2030, 31, ambao utaanza Julai mwaka huu, na hivyo jimbo la Musoma mjini litakuwa miongoni wa wanufaika wa mradi huu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Mgore Miraji Kigela, swali nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza napenda nishukuru serikali kwa majibu mazuri na kuonesha dhamira ya dhati ya kuamua wananchi wa jimbo la Musoma mjini, hasa katika sekta nzima ya uchumi pamoja na ajira. Nina maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Kutokana na mpango wa FYWP4, tumeona reli ya SGR ya kutoka Tanga, Arusha mpaka Musoma ipo kwenye mpango huu. Nini mpango wa serikali kuhakikisha inaingia ubia na kufanya PPP, kuhakikisha ujenzi wa reli hii unafanyika haraka iwezekanavyo kama ilivyo kwa reli ya Mtwara kwenda Mbaba Bay? Swali la pili, tunayo hoteli yetu ya New Musoma Hotel. Hiyo imekuwa ndio icon ya mkoa wa Mara na jimbo la Musoma mjini. Serikali haioni sasa ni muda mwafaka TRC kurudi kuinua hoteli hiyo ili kuweza kufungua fursa za ajira na kuvutia watalii na ili uchumi wa Musoma mjini uweze kuimarika? Nashukuru. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nichukue nafasi hii nimpongeze sana Mheshimiwa Mgore Miraji Kigela, mbunge wa Musoma mjini, kwa kuendelea kuwatetea watu wa Musoma mjini, na niwahakikishie watu wa Musoma mjini sisi kama serikali tutampa ushirikiano. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maneno hayo, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Ni kweli katika mpango wetu wa miaka mitano tuna mpango wa kujenga reli ya kisasa, yani SGR, kutoka Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Singida, inapita Simiyu hadi Musoma.
Kwa hiyo naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge pamoja na ushauri wake kwamba kwa nini serikali isione haja ya kutumia PPP. Sisi tunapokea ushauri wake na sisi kama serikali tutaufanyia kazi. Lengo la serikali, lakini vile vile ilani ya Chama cha Mapinduzi 25 hadi 30 imeelekeza kujenga reli ya SGR kutoka Tanga hadi Msoma. Lengo ni tuweze kufungua fursa za kanda ya Ziwa. Lakini swali la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kuhusu hoteli ya Msoma. Ni kweli pale Msoma kuna eneo ambalo ilikuwa hoteli ya serikali, ilikuwa inaitwa Hotel Msoma Hotel, na hii hoteli ipo chini ya wenzetu wa TRC ikiwa sehemu mojawapo ya ujenzi wa SGR, lakini kufungua fursa za uwekezaji kanda ya Ziwa, hususan swala la utalii. Sisi kama serikali vile vile tuna kipaumbele cha kuhakikisha kwamba tunatafuta wawekezaji kwa ajili ya kujenga hii reli ya hii hoteli ya Msoma ili iweze kutumika tutakapokuwa tunajenga ile SGR kutoka Tanga hadi Msoma. Hii hoteli ya Msoma itatumika sana kwa ajili ya wale wanaosafiri, lakini vile kwa ajili ya watalii wanaoenda kule.